Leo kwanza, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tunamshukuru kutujalia leo kupata afya njema, lakini pia kufanya lile letu ambalo tumelikusudia la kuwaona wajane ambao ni wajane wote ndani ya jimbo letu. Na tukisema wajane kuna tafsiri mbili ambazo watu wengi wanakuwa Kiswahili kidogo kinaleta tabu. Wajane kwenye dini wanatajwa ni wale ambao wamefiwa na waume zao, na wamefiwa mpaka wakati huu tunatoa sadaka hawajaolewa. Lakini ukifiwa halafu ukiolewa uko kwenye ndoa, kwa hivyo huku kwenye ujane unakuwa ushaondoka. Mpaka uwe umefiwa na hauna mume, manake hauna usaidizi. Ile ndio kwenye dini inavyosema. Lakini sasa watu wengine wanachukulia kama mjane hata yule aloachwa, tunasema wametalikiana. Kwenye dini tunasema wametalikiana. Lakini wao wanasema wajane. Sawa, Kiswahili kimtaani wanakuwa wajane. Lakini sio wale tunaowapa hizi sadaka kwa siku ya leo. Kwa hiyo tunashukuru, na huu ni mwendelezo na ni kila mwaka. Sio mwaka huu tu kama labda wamefanya jambo lolote, hapana. Huu sasa ni mwaka wa 11 tunaelekea huo, na kila mwaka tunafanya hili jambo. Kwa hivyo ni jambo ambalo la kawaida nimekuwa nikilifanya, lakini kwa kushirikiana na viongozi wenzangu. Mara hii mashallah, Mwenyezi Mungu naye amenijalia, tumepata mwakilishi mpya, naye anashiriki kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwenye haya mambo yote ambayo tunayafanya kwenye jimbo letu hili la Chumbuni. Lengo la kufanya hivi ni kuona kwamba wananchi wetu nao wa jimbo la Chumbuni, wale ambao kidogo hali zao si nzuri, nao wanafunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wakiwa na furaha, lakini pia wanafanya ibada wakiwa wameshiba iftari, ili zile ibada zao ambazo wanazifanya wazifanye kwa moyo safi na thabiti, ili waweze kufikia lile lengo hasa la funga, kwa sababu tumeambiwa tufunge ili tupate siha. Kwa hiyo tunapofunga tunapata siha, lakini tumeambiwa pia tuftari, lakini pia tule na daku. Kwa hiyo tunawapa iftari, lakini tunawapa na daku ili ile siha izidi kuongezeka. Sihaba, namshukuru Mwenyezi Mungu kuwapa imani na kutusaidia. Halafu nawashukuru na viongozi wetu kwa kuchukua juhudi kutusaidia raia wao. Nawaomba na wenye uwezo watusaidie, sie wajane, tuna watoto mayatima, hatuna kazi, hatuna biashara. Kwa hivyo wakipata na sisi tukumbuke, kila kitu kumbuka, na Mwenyezi Mungu anazidi kuatilia baraka. Imetufariji, tunashukuru. Sihaba, mtu anachokupa si kidogo. Kwa hivyo nashukuru sana sana, tena sana, zaidi ya sana.